Habari mpasuko ambao imeripotiwa mapema asubuhi siku ya Jumatatu ya Pasaka tarehe 21 mwezi Aprili mwaka 2025 ni kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Francis kufariki dunia Aprili 21, 2025 kwenye Jumatatu ya Pasaka akiwa na umri wa miaka 88, ambapo Vatican imethibitisha na kusema Papa amefia katika makazi yake Vatican, na taarifa zaidi kuhusu kifo chake zitaendelea kutolewa. Papa Francis ambaye alizaliwa mwaka 1936 hivi karibuni alikabiliwa na changamoto ya upumuaji hadi kuhitaji mashine ya kumsaidia kupumua, na amekuwa akikabiliwa na matatizo ya kiafya ikiwemo maambukizi ya mapafu ya pneumonia hadi kusababisha kulazwa kwa wiki kadhaa kabla ya baadaye afya yake kuimarika. Kupitia ukurasa wa BBC Swahili wameandika kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Francis alifariki dunia Jumatatu ya Pasaka Aprili 21, 2025 akiwa na umri wa miaka 88 katika makazi yake katika Casa Santa Marta, Vatican. Taarifa ya BBC ilieleza muda mfupi uliopita Mwadhama Kardinali Farrell alitangaza kwa masikitiko kifo cha Baba Mtakatifu Francis kwa maneno haya: "Ndugu wapendwa, kwa huzuni kubwa sina budi kutangaza kifo cha Baba Mtakatifu Francisco." Saa 1:35 asubuhi ya leo, saa za huko Vatican, askofu wa Roma Francis alirudi nyumbani kwa Baba. Maisha yake yote yaliwekwa wakfu kwa huduma ya Bwana na kanisa lake. Alitufundisha kuishi maadili ya Injili kwa uaminifu, ujasiri na upendo wa ulimwengu wote, hasa kwa ajili ya maskini zaidi na waliotengwa zaidi. Farrell anaongeza, kwa shukrani nyingi sana kwa ajili ya kielelezo chake kama mfuasi wa kweli wa Bwana Yesu, tunaipongeza roho ya Papa Francisco kwa upendo wa huruma usio na kikomo wa Mungu mmoja na wa utatu. Kifo cha Papa kimekuja chini ya saa 24 baada ya kujitokeza kwenye uwanja wa St. Peter's Square mjini Vatican kwa ajili ya Jumapili ya Pasaka. Alitoka akiwa kwenye kiti cha magurudumu na kupunga mkono kutoka kwenye baraza la Basilika ya St. Peter kwa umati wa watu waliokuwa wakishangilia na kusema, "Ndugu wapendwa, Pasaka njema." Hotuba yake ya Pasaka na baraka iliyosomwa na msaidizi alipokuwa ameketi akitazama. Baada ya baraka alizungushwa kwenye uwanja. Alipopita katikati ya umati, msafara wake ulisimama mara kadhaa huku watoto wachanga wakiletwa ili awabariki. Na mtazamaji, kwa taarifa zaidi kila ambacho kitajili juu ya taarifa ya Papa Francis kufariki, basi tutakufahamisha hapa The Loyal Media. Lakini nafahamika ya kwamba mwaka 2013 Papa Francis alikuwa papa wa kwanza kutoka Amerika na kutoka ulimwengu wa kusini. Alimrithi Benedikti wa 15 ambaye alifariki mwaka 2022. Papa Benedikti wa 16 alikuwa papa wa kwanza kustaafu kwa hiari baada ya takriban ya miaka 600 kutokea tukio kama hilo. Papa Francis jina lake kamili ni Jorge Mario Bergoglio. Alikuwa kardinali wa Argentina na alikuwa na umri wa miaka 70 alipokuwa papa mwaka 2013. Bergoglio aliwavutia wahafidhina juu ya mtazamo wake kwa masuala ya mahusiano, huku akiwavutia wana mageuzi kwa msimamo wake wa kiliberali juu ya haki za kijamii. Lakini ndani ya urasimu wa Vatican, baadhi ya majaribio ya Francis ya kuleta mageuzi yalikumbana na upinzani, lakini alibaki kuwa maarufu miongoni mwa wana mapokeo. Kuanzia wakati wa kuchaguliwa kwake, Papa Francis alionyesha kuwa atafanya mambo tofauti. Aliwapokea makardinali wake kwa njia isiyo rasmi ya kusimama badala ya kuketi kwenye kiti cha enzi cha upapa. Tarehe 13 Machi 2013 Papa Francis alijitokeza kwenye roshani inayoangalia bustani ya St. Peter's Square akiwa amevalia mavazi meupe. Alipewa jina jipya ambalo lilimtukuza Mtakatifu Francis wa Assisi aliyekuwa mhubiri wa karne ya 13 na mpenda wanyama. Papa mpya aliweka misheni ya maadili kwa wafuasi bilioni 1.2 wa kanisa lake. Napendelea kanisa maskini na kwa watu maskini, alisema. Jorge Mario
Grillo alizaliwa huko Buenos Aires, Argentina tarehe 17 Disemba mwaka 1936. Yeye ni mtoto mkubwa kati ya watoto watano. Wazazi wake walikimbilia nchi yao ya asili ya Italia ili kuepuka maovu ya ufashisti. Alipenda mchezo wa tango, ngoma ya asili ya Argentina, na akawa shabiki wa klabu yake ya soka ya mtaani ya San Lorenzo. Alipona baada ya kuugua pneumonia na kufanyiwa upasuaji wa kuondoa sehemu ya pafu lake, na hilo lilimwacha katika hatari ya kuambukizwa katika maisha yake yote. Akiwa mzee pia alipatwa na maumivu kwenye goti lake la kulia ambayo yalitajwa kuwa ni unyonge wa kimwili. Mambo mengi yanamhusu Papa Francisco, tutakuja na makala zaidi kuhusiana na taarifa zake.